nikukaribishe sana kwenye Joyce Kiria Wanawake Live, mjini mpaka vijijini, nguvu ya mwanamke na kwa kila mwanamke. Sasa hivi tunafanya vipindi ambavyo kwa kweli tunapenda sana kufika katika vijiji mbalimbali vya nchi yetu ili kuweza kujionea maisha ya wanawake wa kule. Na sisi kama Wanawake Live tunashukuru sana kwa kufadhiliwa na Tanzania Media Fund kwa ajili ya kufanya vipindi vinavyoonyesha ukatili wa kijinsia na kuona ni namna gani tunatokomeza ukatili huo. Kwa hiyo tunawashukuru sana wafadhili wetu ambao wanatupeleka mkoa wa Dodoma katika kuhakikisha kwamba tunaleta vipindi ambavyo vinaonyesha ukatili wa kijinsia ambao umekithiri katika mkoa huu wa Dodoma. Sasa leo ni mara nyingine tena tunakuletea hicho kipindi ambacho kimefadhiliwa na Tanzania Media Fund, na katika kipindi hiki sasa jamani, this time ilikuwa ni kasheshe kweli kweli, kwa sababu mimi nilikuwa nasikia na kusoma katika vitabu na kama hivyo kwenye majarida, magazeti kwamba kuna ndoa nyingi sana za utotoni nchini mwetu, lakini safari hii tumeenda tukakutana na hiyo ndoa live. Ndoa hizo za utotoni. Hebu jamani, kabla hatujazungumza zaidi, tuweze kushare kwa pamoja hiki ambacho tulikipata pale, kwa maana ya wewe kuweza kuona hawa wanandoa, hususan mtoto wa kike ambaye alikuwa anaolewa, umri wake unauonaje, na katika majukumu ya kifamilia, majukumu ya ndoa, huyu mtoto anaenda kufanya nini, vipi? Yani hebu jaribu tufikirie kwa upana zaidi, alafu baada ya hapo sasa tuanze kama kawaida kupeana mwongozo, nini kifanyike na way forward ni nini, yote hayo. Na kwa ufupi tu sana, ndoa hii ilibidi sisi na wenyewe tuwe sehemu ya watu ambao wameenda kusherehekea, kwa sababu vinginevyo ukitaka kuleta ukuda wako wa kuuliza sijui huyu mtoto vipi, hii ndoa inakuaje, uhalali wake ukoje, unaweza ukatoka na mapanga. Kwa sasa ni wakati sasa wa kuangalia hiyo ndoa ya huyo mtoto ambaye tulimkuta huko, sio mtoto, wanandoa wote wawili, watoto. Hebu waone, alafu baada ya hapo tutarudi sasa kuendelea na mazungumzo. Tuko hapa katika kijiji hiki, nyumba ambayo hapa tunaambiwa kwamba kuna ndoa inayofungwa, na kama unavyojua hizi ndio zile ndoa ambazo tulikuwa tunaziongelea. Kwa hiyo hebu tuangalie sasa, angalau tushuhudie wenyewe. Je, hii ndoa iliyofanyika ndio hizo ndoa ambazo tunazisikia kwenye kijiji hiki? Basi karibu sana, kama unavyojionea burudani ndio hiyo hapo. Pembeni yangu hapa ni tunaambiwa ndio mzee mwenye boma hili hapa. Baba, shikamo. Marhaba. Wewe ni nani hapa? Mimi naitwa Anderson Sailowa. Wewe ni katika hawa watu ambao wameoana. Wewe ni mzazi wa yupi? Mimi ni mzazi wa mwanaume. Ni mzazi wa mwanaume? Okay, hongera sana. Asante sana. Sasa tumefika katika nyumba hii ambayo ndio maharusi wetu wako hapa. Hebu twende tukawasalimie. Karibuni. Habari zenu? Safi. Unaitwa nani? Naitwa Zena Ngwele. Zena? Wewe ndio bibi harusi? Wewe ni nani? Mimi ni msindikizaji. Wewe ni msindikizaji? Ndio. Au anaitwa matron? Ndio. Hongera sana. Asante. Mimi kwa hiyo leo ndio umefunga ndoa na mume wako? Hongera. Asante. Bwana harusi, mambo? Safi nzima. Nzima. Vipi za huku? Huku safi, sio huku. Wewe unaishigi huku au? Naishi hapa tu kijijini. Kweli? Kweli. Ndio hapo. Swaga nyingi. Kawaida. Umeamua kuingia kwenye majukumu? Unayamudu lakini? Sana tu, ndio maana nimefanya hivyo. Kweli? Unayamudu? Sana. Utatunza familia vizuri? Sana, na uhakika. Niko tayari. Mmeshapanga hadi watoto wangapi mnataka kuzaa? Wawili. Wawili tu? Kwa nini? Ndipo majukumu yetu yanafikia hapo. Majukumu? Majukumu kivipi bwana, nyewe bado wadogo? Na majukumu gani makubwa? Tunaangalia tu na hali yenyewe, ndio maana tunafanya panga hivyo. Okay. Amos, unafanya kazi gani wewe? Mimi ni fundi seremala. Unajishughulisha na nini? Au ndio unaenda kumtegemea Amos? Hapana. Unajishughulisha na nini wewe? Kazi yangu bado sijatafuta. Hujatafuta? Kabla haujaolewa ulikuwa unafanya nini? Nilikuwa nakaanga mandazi. Ulikuwa unakaanga mandazi? Ushaanza ujasiriamali?
Una miaka mingapi kwani? 15. Ndio umeshaanza kukaanga mandazi? Jamani. Haya bwana. Kwa hiyo utaendelea na kazi yako hiyo? Hiyo? Haya bwana. Haya. Mshenga pale. Na wewe umeshaoa? Nimeoa. Mke wako yuko wapi? Hayuko nyumbani. Kwani umemwacha nyumbani umekuja kusimamia mwenyewe? Yaani yeye kama kawaida mnakuaga wasimamizi ndio mtu na mke wake. Yaani kama vile yani nimemwacha na kazi nyingine nyumbani. Mimi najua mke wako atakuwa huyu. Hata hivyo itakuwa kwa muda huu kwa sasa hivi safi. Kwa sasa hivi. Kimila. Lakini baada ya hapa kila mtu anaenda na mambo yake. Kila mtu na vyake. Okay. Haya. Nawe bibie, umeolewa? Hapana. Wewe bado hujaolewa? Ndio. Sasa unamsimamia mwenzio wakati hujaolewa? Bado. Wewe una umri gani kwa nini hujaolewa? Miaka 15. Kwa nini sasa hujaolewa? Bado najipanga. Unajipanga? Lakini unamchumba. Ndio. Hajakwambia muoane? Bado. Unamsubiri? Hata kesho akisema tunaoana na wewe unaolewa? Ndio. Na maana umetamani shoga yako kaolewa. Huyu ni rafiki yako? Huyu binamu yangu. Binamu yako? Unaona wivu? Hapana. Sema ukweli. Sema ukweli bwana. Hapana. Kweli? Mimi nimefurahia tu. Umefurahia ameolewa? Okay. Kwa hiyo una maneno gani ya kumwambia? Mimi tunamwambia amtunze mume wake. Na mume wake je? Na mume wake naye amtunze mkewe. Kwa hiyo watunzane. Kwa mazingira ya vijijini mnakuwa mnakutana wapi yani? Mpaka mmefahamiana mkafikia hatua ya kuoana. Namfuata nyumbani kwao. Wewe ulijuaje nyumbani kwao pale? Ukajua pale kuna ndio maana nikaenda nikamuona. Wewe ulijuaje? Ukipita tu kule nje utajua kuna mtu. Nimemuona. Kweli? Hebu tuambie bwana. Wewe ulimjua Jamos? Tumekutana naye huko. Wapi? Nimemwona huko na pia kaniona. Ndo akakuja kwetu. Ukamwambia njoo kwetu. Amekuja tu mwenyewe. Sasa nataka kuoa. Nikakubali. Ukakubali? Sasa ulikuwa unamjua kweli tangu zamani? Ulikuwa ushamsoma tabia nini ukarizika naye? Au baba alikwambia mwanangu olewa? Hapana. Ni wewe mwenyewe uliamua? Mna muda gani umejuana? Mna muda gani? Kama mwaka. Mwaka? Kwa hiyo mko mshaanza mahusiano kabla ya kuoana? Si ndio? Ndio. Kwa hiyo mkafikia hatua kuona bora tuishi pamoja. Tujenge familia moja. Ndio. Kwa hiyo kuna mwaka mzima ambao mmeshajuana. Okay. Ndio hivyo? Ndio. Okay. Jamani ndugu yangu, ndoa ndio kama hivyo umeishuhudia, watu wamerelax, yani watu hawana wasiwasi, ni maisha ya kawaida, yani watu wanaishi, baba anafurahi, mandugu na majamaa na marafiki wanafurahi, watu sijui ni waite wale ni wale wanaitwaje wale huwa wanavaa sare, maana unaona wanavyopiga ngoma zao wanafurahia kabisa, watu wamerelax. Lakini sisi tulikuwa tunashangaa, yani mimi binafsi nilikuwa najiuliza jamani, hivi naota au ni kweli? Lakini ndio hivyo, ndio jamii zetu, mila na desturi. Yani achana na swala la mila jamani. Yani kuondoka huko kunahitaji nguvu kubwa sana. Wanawake, wanawake. Wanawake, wanawake. Baada ya hapo ilibidi tumtafute au tutafute viongozi mbalimbali. Yeye anazungumziaje akiwa kama kiongozi wa kijiji jamani? Mwenyekiti wa kijiji anasemaje? Kwa habari nilizozipata siku ile, manake kijiji changu kinapakana na kijiji cha Birundiro. Inaonekana eneo lile ni eneo la kijiji cha Birundiro ambako liko nje ya utawala wangu. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunachukulia kwamba ili swala labda wewe kama mzazi, tuchukulie kwamba wewe kama mzazi umeona mtoto wa mwenzako, mzazi mwenzako anafanya labda kitu ambacho si cha sio tabia njema. Hutamkanya kwa sababu sio mtoto wako?
na stahili kumkanya. Sasa Tena tunakemea vikali. Okay, sasa unaposema kwamba hicho ni imefanyika kijiji jirani, ni kukwepa majukumu au Si kukwepa majukumu, lakini kwa taratibu za kiutawala kwa kulingana na serikali za mitaa ni kwamba eneo kama ni eneo, kwa mfano hapa tunapakana na wilaya ya Chamwino. Tukio kama lina nani hii limetokea wilaya ya Kongwa, askari wa Chamwino akifika pale anawasiliana na wahusika ndio watakuja kushughulikia lile eneo. Kwa kweli mimi hatua niliyochukua si kukwepa majukumu, niliwajulisha, lakini wenye kuchukua hatua ni hizo. Kwa maana kila eneo, kwa mfano sisi tunawajibika serikali za mitaa. Na kama serikali za mitaa utaratibu ndio huo. Kila mmoja ana eneo lake la utawala, isipokuwa unapoona kwamba ni tatizo unawajulisha wale wahusika wachukue hatua za haraka. Lakini si ukwepaji wa majukumu. Baada ya kuzungumza na mwenyekiti wa kijiji, hayo aliyoyajibu wewe mwenyewe pia umeyasikia, na sijui kwa upande wako una maoni gani, lakini hali ndio hivyo. Vile vile tulizungumza na diwani wa eneo hilo. Yeye anasemaje kuhusiana na hili swala? Vipi kuhusu ndoa za utotoni? Kwa sababu watoto wadogo sana wanaolewa katika kata yako, lakini pia sisi wenyewe tumeshuhudia juzi kuna harusi ilifanyika hapo chini tu sio mbali, na tulienda tukashuhudia, yule ni mtoto kabisa ambaye anaolewa. Sasa kama kiongozi unafanya jitihada gani kwanza kabisa kwa hiyo ndoa ambayo sisi wenyewe ni mashahidi, tumeishuhudia na tumeirekodi, na zile nyingine ambazo zinatokea? Hebu tuambie wewe kama kiongozi, jukumu lako hapo ni nini? Kwanza ni kujulishe kwamba hiyo kesi nilikuwa sijaisikia. Kwenye kata yako? Kwenye kata yangu. Sisi tumetoka Dar es Salaam tumekuja kwenye kata yako, tumejua. Sawa, inategemeana. Nilikuwa kwenye mazingira yapi na make karibu wiki moja nzima sipo. Taarifa hizo nimezipata, lakini baada ya nyie kuwepo hapa ndio nikaambiwa kwamba kulikuwa na hiyo kitu na mkaenda mkashuhudia. Hivyo vitu sisi tunavitaka na bahati mbaya viko kwenye sheria. Yule anayekamatwa yani iko sheria inasema kwamba mtoto akiolewa wa chini ya umri unaoruhusiwa, yule aliyemuoa anashitakiwa kwa kosa la ubakaji. Hiyo ndio sheria. Na yule mzazi wake, mzazi wa mtoto wale wazazi wote wawili, wale wazazi wa upande wa kike na upande wa kiume, wanashitakiwa kwa kosa la kusaidia kumfanya ule mtoto kubakwa. Kwa hiyo hizo sheria zipo. Na ishatokea kesi mwaka jana, kuna mwanafunzi mmoja wa darasa la 5 aliolewa na kijana mmoja, naye huyu tukamkamata tukampeleka, na mpaka yule mama na yule kijana, mama wa mtoto wa kike na yule kijana wa mtoto wa kike alikuwa na kaka yake, na mama wa mtoto wa kike na baba wa mtoto wa kiume na yule mtoto wa kiume walifungwa. Kwa hiyo hayo mambo yapo na tunachukua jitihada pale tunapopata taarifa, tunachukua hatua na matokeo yake yanakuwa kama hayo. Hata hilo wala haitachukua muda. Tunataka tushuhudie hatua zinazochukuliwa. Basi ziko hatua ambazo pia kwa sababu hamkupata bahati ya kuzishuhudia ndio kama hivyo ninavyoeleza. Lakini hatua zinachukuliwa na wala hatupumziki. Sasa wananchi mnapita huku nao wanakwepa hivi, ndio hivyo hivyo. Lakini kwa kweli wanajua kwamba tunachukua hatua tena za hali ya juu kuhusiana na hayo masuala. Jamani, huyo ndio Mheshimiwa diwani wa kata hii hapa, ambapo tumezungumza mambo mengi. Kwa kweli kama alivyozungumza ndivyo anavyofanya. Mimi naona ni kiongozi mzuri, ni kiongozi bora, na anastahili kuendelea kuwa kiongozi katika kata yetu na katika jamii yetu, si ndio jamani? Baada ya kuzungumza na diwani, vile vile tulimtafuta mtu ambaye anahusika na dawati la jinsia ili tuweze kujua sasa haya mambo yanakwendaje, hususan ndoa kama hii. Tayari tukishapata visa mkasa, tukishazungumza na watu mbalimbali, tumeangalia katika vijiji huko hali inavyoendelea, lazima tutafute wadau wetu ambao tunafanya kazi kwa karibu, ambao ni watekelezaji wa sheria, ili tuweze kujua hayo mambo ambayo tumeyasikia huko kwanza kisheria yakoje, ni kesi au ni mambo tu ya kawaida. Kwa hiyo kwa hapa nipo na mwakilishi wa Jeshi la Polisi katika lile dawati la jinsia. Dada, karibu kwanza. Na hongera sana kwa kazi yako. Hebu tuambie sasa haya mambo yanaendaje? Mimi kwa jina naitwa Innocencia Masao, niko katika ofisi ya mkuu wa makosa ya upelelezi wa jinai mkoa wa Dodoma, na niko katika kitengo cha dawati la jinsia. Ukishazungumzia dawati la kijinsia unaimaanisha M na K.
Na dawati la jinsia mara nyingi kwa mkoa wa Dodoma au katika nchi nzima, katika vituo vya polisi kila sehemu ama kituo cha polisi kila dawati lilipo. Na dawati la jinsia mara nyingi tumebezi sana kwa wakina mama na watoto, manake ndio waathirika wengi wa matukio haya. Katika kazi zetu za dawati, changamoto tunazokutana nazo ni nyingi. Kwa mfano, tukianza changamoto za watoto, ndoa za utotoni pia. Na ndoa za utotoni mara nyingi kwa mkoa wa Dodoma zinatokea vijijini. Na jinsi gani sisi tunafika vijijini, ingawa elimu yetu tunaitoa inafika vijijini, lakini sasa changamoto za usafiri pia kufikia ile matukio, ingawa ni baadhi ya ndoa za utotoni zinaripotiwa. Lakini pia watendaji wa vijiji pamoja na kwamba wanapata elimu zetu, wanaanza kawa kaidi kupokea zile elimu zetu. Wanakuwa wale watendaji wa vijiji wanashirikiana na mhalifu, wanamwangamiza tendo ambaye mtu amepata ndoa za utotoni, hawatoi taarifa. Na mara nyingi tumeenda unakuta hata mtendaji wa kijiji au mwenyekiti wa mtaa hakupi ushirikiano kabisa wa kuweza kutambua katika hiki kijiji kuna uhalifu huu na huu na huu. Kwa sababu gani? Mtendaji wa kijiji wengine ambao hawana uaminifu wanashirikiana na wahalifu kwa sababu ya tamaa ya hela. Kwa hiyo najua mtoto amepewa hela au amebakwa au amelawitiwa, lakini kwa kumlinda ule mhalifu yule unakuta tajiri ng'ombe labda anatoa hela anampa mtendaji au anafanya nini. Kwa hiyo unakuta matukio kama yale haripoti polisi. Ni mpaka atokee mtu muungwana labda ameamua kuja kuona ile tukio kutokana na elimu zetu tunazozitoa, aje aripoti kabisa kwetu na atupeleke moja kwa moja bila kumtaja, anatuonyesha kuna tukio hili na hili na hili, ndio tunazofanikiwa. Lakini nyingi zinafichwa kwa sababu bado viongozi wetu wanakuwa hawana imani au imani yao wanajinani wao wenyewe. Yani hawana huruma, yani ni wachache ambao wanakuja kuripoti kwamba mimi sitaki kuolewa, mama anataka kuniozesha hivi na hivi, tunafuatilia na tunawaokoa. Lakini mwingine kwa sababu ni mtoto na haelewi, lazima atakubaliana na ile ambalo mzazi analifanya. Tumesikia historia kwamba watu ni waoga sana kwenye kutoa ushahidi. Watu ni waoga bado elimu, pamoja na kwamba elimu imewafikia, lakini tunaweza kusema pengine bado ni changamoto, inabidi elimu iendelee kusambazwa zaidi. Kwa hiyo kwa upande wa jeshi la polisi kupitia mwakilishi wake hapa na namna ambavyo wao wanatekeleza kazi yao, kwa kweli ni kuwapongeza tu, lakini kusisitiza serikali yetu kuendelea kuangalia masuala ya sheria, lakini na wananchi kwa ujumla kutoa ushirikiano. Ifike siku wanawake wa Tanzania waishi bila ukatili na watoto wa kike wa Tanzania waishi bila ukatili, itawezekana. Ni pale tu mimi na wewe tutakuwa tumeamua kuwajibika kwa kuchukua majukumu hayo na kufika katika sehemu zinazohusika. Basi baada ya kuweza kuwasikia hao na sisi kukuahidi kwamba tutaendelea kulifuatilia ili tuweze kulileta kwako, sisi tunaenda break fupi. Baada ya hapo tutarudi na ajenda ya wanawake. Wanawake, wanawake. Wanawake live. Wanawake. Karibu sana katika ajenda ya wanawake. Jamani, katika ajenda yetu ya wanawake, katika swala zima la ukatili wa kijinsia, kama unavyojua ni tatizo kubwa, na tayari tumeshaona ile harusi ya yule mtoto au wale watoto kule mwanzoni. Sasa tunaangalia ajenda ya wanawake jamani, na swala hili la ukatili wa kijinsia hasa ndoa za utotoni ni nini. Niko katika shirika la TAMWA ambapo nimekuja kuzungumza na mkurugenzi Mama Valeria Msoka. Wao ni watu ambao wanafanya kazi kwa karibu sana na hili swala zima la ndoa za utotoni. Atatueleza zaidi. Mkurugenzi wa TAMWA, karibu tena kwenye Wanawake Live. Nashukuru. Yes. Kikubwa tunafahamu kabisa nyinyi ni wadau wa masuala ya haki za wanawake, na hasa swala zima la ndoa za utotoni mmekuwa mnalifuatilia kwa karibu. Kama ulivyoona mtoto huyu hapo wa kike, na hata huyu anayeoa pia ni kama mtoto. Vipi, kuna kitu gani unachoweza kuiambia jamii kuhusiana na ndoa hii ambayo umeiona? Kwa kweli kwa jamii, ndoa ya watoto wadogo isikubalike katika jamii. Tunatakiwa kujenga uelewa kwamba huyu mtoto anatakiwa apate fursa ya kukua kama mtoto, ya kuweza kusoma, kujichangia katika maendeleo yake, ya jamii yake na taifa. Tunasema hivi kwa sababu gani? Huyu mtoto anapoolewa na umri mdogo, mwili wake hawezi kukimu mahitaji ya ndoa. Kwa mfano, akipata ujauzito mwili wake ni mdogo, na uwezekano wa yeye kufa wakati akiwa mjamzito au wakati akijifungua ni mkubwa kuliko kwa yule mtu tuseme mwenye umri wa kuanzia labda miaka 20 mpaka 25. Kwa hiyo tunasema ni hivyo. Lakini lingine ni kwamba huyu mtoto licha ya kiafya, huyu mtoto unamuondolea ile fursa ya yeye mwenyewe kuendelea na kuweza kuja kufanya maamuzi. Sasa tunaelewa kwamba hasa kwa vijijini unakuta familia labda maskini zinamuona huyu mtoto
anaweza kusaidia kwa kuolewa, unapata ng'ombe, kwa hiyo unasaidia. Lakini usisahau kwamba huyu mtoto ukimpa fursa ya kusoma atasaidia zaidi. Kwa hiyo sisi tunachopigana ni kwamba jamani, tuangalie upya sheria zilizopo, hasa sheria ya ndoa ya mwaka 1971, kwamba huyu mtoto apewe fursa, asiweze kuolewa akiwa mdogo. Vyombo husika vya kutunga sheria mpaka sasa labda vinasemaje kuhusiana na hii sheria iliyopo ambayo hatuitaki labda? Tumeshaenda kwa mama waziri Sofia Simba na analifahamu hili, na anasema wizara itaangalia sheria zote ambazo kidogo zinakinzana au hazimpi fursa au zinamnyanyasa mtoto wa kike na wanawake kwa ujumla. Kwa hiyo hii inafahamika, na pamoja na wizara ya sheria na mambo ya katiba pia wanafahamu. Kwa hiyo vyombo husika kama hizi wizara mbili ambazo tunafanya nazo kazi kwa ukaribu wanajua, tumeshapeleka mbele yao, wanajua. Kwa hiyo naamini kwamba kwa pamoja mambo yataangaliwa na kutakuwa na marekebisho, lakini lazima tujenge uelewa katika jamii kwamba mtoto asiolewa akiwa mdogo. Mwache mtoto akue, afaidi kama kaka yake. Okay, asante sana. Labda kwa kumalizia, kwa sababu hatutachoka kuzungumza, hasa swala la rasimu, inasemaje kuhusu haki ya mtoto? Rasimu inazungumzia mtoto asome, akue kama mtoto, lakini haijataja umri wa mtoto. Kwa hiyo hilo tumependekeza, tunaomba tutajiwe. Na unaposema kwamba mtoto ana haki ya kucheza, sasa mtoto wa miaka 15 ana haki ya kucheza akiwa mjamzito, kweli hiyo ni atachezaje? Na kweli hiyo ni haki ya mtoto. Kwa hiyo hayo mambo ndio tumeyaweka hapo. Tunategemea kwamba na hakika kwamba hii rasimu ilikuwa njia na ya maoni ya wananchi ya kuwepo yangu ya kila mmoja yataangaliwa kwa makini na kuona kwamba Tanzania tunaenda wapi. Sawa, kwa sekunde chache kabisa, rasimu imefikia wapi? Ni hivi, tunaenda mbele mpaka tupate katiba ambayo ni uwakilishi wa maoni, matakwa na matarajio ya kila Mtanzania, mwanamke na mwanamume. Okay. Wanawake, 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 wanawake. Jamani, sasa ni wakati wa ndoano, na sisi tunasema tunakupatia ndoano ambayo ni maarifa ya namna gani unaweza ukasimamia na kuendesha maisha yako. Na katika ndoano hii ya leo, sisi bado tuko katika mkoa wa Dodoma. Jamani, kama ukatili wa kijinsia ni kikwazo kikubwa sana kwa maendeleo ya mwanamke, lakini na jamii na familia zetu na taifa kwa ujumla, ni nini tutafanya ili tuweze kutokomeza ukatili huu? Kuna wahamasishaji kule, wanaume ambao huwa wanahamasisha masuala hayo ya kuondokana na mila mbalimbali ambazo ni kandamizi na ambazo ni potofu, ikiwepo hiyo ya ndoa za utotoni. Basi katika ndoano yetu ya leo tukaona ni vyema tuzungumze na hawa wanaume ambao ni wahamasishaji. Watuambie sababu hasa za wao kuoa watoto wadogo ni nini, lakini pia haitoshi kutuambia sababu, pia watuambie sasa watafanya nini, kwa sababu wao ni wahamasishaji, ili kuhakikisha wanatokomeza ukatili huu wa kijinsia wa kuozesha watoto wadogo au kuoa, manake na wao wanaoa watoto wadogo na kuoa watoto wadogo. Watafanya nini kuondokana na hilo swala? Karibu kwenye ndoano ya leo. Tukitoka hapa tunataka kujua ni nini sasa suluhisho la ndoa za utotoni na mimba za utotoni, vitu kama hivyo, baada ya kumalizana kuzungumza nao. Jamani, karibuni sana. Swala linalohusu ndoa za utotoni katika eneo letu lipo. Wewe ushaoa? Mimi nimeoa na watoto, lakini na watoto. Wako ulimwoa na umri gani? Mkango miaka 10? Hapana, alikuwa na miaka 15. Alikuwa na miaka 15? Kwa hiyo sio mtoto. Kwa kipindi hicho alikuwa mtoto. Sasa kwa nini ulioa mtoto bwana? Sheria nafikiri ndio bado haieleweki vizuri. Sheria inasemaje? Sheria inahusu swala za ndoa za utotoni. Ndio tatizo ambalo linatukanganya hasa wanajamii. Lakini sheria ikiwekwa wazi, ndoa za utotoni zinaweza zikawa hazipo. Lakini ndoa za utotoni hapa zipo, unaonaje? Ndoa za utotoni kijijini zipo. Zipo. Wewe kwa nini ukuoa dogo dogo? Kwa sababu mimi nimepitia shule, nimechukua muda mrefu, kwa hiyo sikupata umri uwe mdogo nikaenda kwenye tendo la kupata mke. Mimi kwenye familia yangu kama mimi mara ya kwanza kabisa kabla sijaoa, yani wakati wa ujana wangu nilikuwa bado mdogo, niliwahi kuvunja sheria. Nilizaa na msichana mwenye umri wa miaka 15. Na bahati mbaya yule msichana alikuwa bado anasoma. Kwa
hiyo kilichotokea pale, nilianza kutafutwa na polisi. Mimi kwa kweli nimeoa, nina umri mdogo sana. Wewe umeoa ukiwa na umri mdogo? Kabisa. Nilioa mimi na miaka 14. Mke wangu alikuwa na miaka 13. Maisha yamenisumbua sana kwa sababu tayari nilioa mtoto mdogo, nikaanza kuzaa watoto bado umri mdogo, kutunza ikawa tabu. Kwa hiyo nimehangaika sana mama. Ilikuwa shughuli, nasema shughuli. Wakati kwa shughuli mama. Naona wakati huo hapa wilaya ya Kongwa hospitali kubwa ilikuwa Mpwapwa, wilaya ni Mpwapwa huko. Ndio yani hospitali kubwa ilikuwa Mpwapwa. Kwa hiyo mtu akijifungua hapa akishindikana inabidi ukodi gari aende Mpwapwa. Kwa hiyo nilipata tabu sana mama. Mimi nilikuwa sina kazi yoyote, nilikuwa mkulima unavyoona Dodoma hapa, ukilima upati hata kimo. Kwa hiyo maisha yangu yakawa ovyo sana. Tungependa kusikia mawazo mawili matatu kutoka kwa kila mmoja aweze kutuambia yeye anadhani sasa ni njia ipi anaona ikitumika inaweza ikaondoa kabisa tatizo hili. Mawazo yangu mimi ni kwamba kutokana na elimu ambayo tunaendelea kuitoa kijijini, tutaweka ushirikiano kati ya uongozi wa kijiji pamoja na jamii ili tuendelee kutoa elimu kwa jamii nzima na pia kutoa mafunzo kwa wanafunzi wenyewe tukiwa shuleni. Mimi nafikiri nitatoa semina kupitia vitongoji. Wanapoita mikutano mimi nitakwenda kutoa semina ili waelewe kwamba tatizo hili linaleta shida hata hospitalini. Wanasingizia madaktari kwamba wanapaswa watoto kwa kujifunza kitu, lakini kumbe kulingana na umri mdogo ndio wanashindwa kujifungua. Kwa hiyo mimi nitashirikiana na serikali basi kutoa hiyo semina. Mimi kweli ni kwamba ninatoa ushauri hata kwa wazazi wenzetu kwamba tuwe makini kuweka vikao, kutoa elimu ndani ya familia zetu. Wazazi wenyewe tuwe macho. Tunaposhirikiana na sisi kama wanaharakati na wao watuelewe. Tunapotoa semina kwa watoto wao, wawaruhusu kwa moyo tu kwenye vitongoji, mashuleni tunapofanya madarasa. Na tunaomba tena serikali nayo tuunge mkono. Mimi binafsi nasema ili swala nitalisimamia kikamilifu. Tatoa elimu kama walivyosema wenzangu. Lakini nilikuwa naiomba serikali au nilikuwa naishauri serikali iliingize hili swala hili kwenye mtaala wa elimu ili watoto wapate elimu wakiwa bado wako shuleni. Mimi ndo wazo langu. Elimu gani sasa? Elimu hii ya ndoa za utotoni. Ili waijue bado wako shuleni. Tulichokufanya serikali itusaidie kwa sababu unakuta ikishatokea mtu ameolewa kwenye umri mdogo wanabanwa wazazi. Watoto hawabanwi. Na watoto wameshaona fashion kwa sababu anayebanwa ni mzazi sio yeye. Kwa hiyo wengine wanajipeleka wakijua kwamba yeye hamna sehemu inayoweza ikafanya nini kambana. Anajua mzazi ndo atakayebana. Kwa hiyo serikali nayo iangalie upande wa watoto nao wabanwe, waangalie hata wao wanafungwa hata kwa mawiki. Aangalie tu kituoni pale siku 7 hivi anaweza akapata heshima nzuri akarudi akaenda kusoma. Watoto wengi sasa hivi wa kike hawasomi. Kimwambia nenda shule anaweza akasoma form 1, form 2 anaacha shule. Kisa anajua kuolewa. Na kuolewa kwenyewe asiolewe anabeba mimba anarudi nyumbani. Kwa hiyo inakuwa mizigo yetu. Na mara nyingi kwa sababu wenyewe hawabanwi tunabaki nayo sisi. Kwa hiyo nafikiri hata wanaharakati tujitahidi na serikali nayo itujitahidi huku tukielimisha na nguvu kidogo. Ni mengi yamezungumzwa tukiyachukulia kwa tuseme kwa undani zaidi tutaweza kujenga familia na jamii iliyo bora kabisa. Kwa hiyo mimi niwashukuru sana, nikushukuru wewe kwa kuangalia, lakini niwashukuru wana kijiji hawa hapa wa wilaya ya Kongwa Dodoma kwa ushirikiano wao mkubwa kabisa katika kuyazungumza zile changamoto ambazo zinakabili vijiji hivi hapa. Jamani, tunawapa big up sana wanaume ambao walikusanyika kutoka katika vijiji 10 vya wilaya ya Kongwa wakituambia namna ambavyo wamejipanga katika kuhamasisha kutokomeza ukatili wa kijinsia ikiwepo ndoa za utotoni. Lakini na kuna mambo mengi kama nilivyosema mwanzo, mkoa wa Dodoma unaongoza kwa ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo tunawapa big up sana, na hawa ndio ambao wamekuwa ni mabalozi na tutaendelea kuwasiliana nao ili tuweze kujua sasa hali inaendeleaje katika kuhakikisha kwamba ukombozi wa mwanamke kimapinduzi unapatikana hasa kwenye swala la ukatili wa kijinsia. Wanawake